Wanyamulenge. Kuna Wanyarwanda ambao walikuwa wakitumika ndani ya RCD. Na RCD haikuwa ikiongezwa na Mnyamulenge. Kwa muda huu tukitaja kwamba kwa muda huu inaongozwa na Mnyamulenge. Chama cha RCD, lakini zamani imeongozwa na Wamba Diawamba, imeongozwa na Emile Ilunga, imeongozwa na yeye Adolphe Nusumba, imeongozwa na wengi, lakini hakuna Mnyamulenge ambaye imeongozwa kwa muda huu. Wanyarwanda ambao wameongoza hiyo wamefanya hata maafa. Naweza nikataja Wanyarwanda wa ngambo kwa Rwanda kwa muda huu wanaongoza hata na jeshi la Rwanda. Lakini kwa muda huu wanasema kama sisi ndio tumefanya masakre hiyo. Mimi naikanusha. Kuyumbisha usalama, tunaweza kubali hiyo kwa sababu yeye ni mmoja ambaye ameenda kuleta wale wa Red Tabara kuyumbisha usalama. Wakati naposema kama ni kuyumbisha usalama, naye ni mmoja ambaye ameyumbisha usalama. Akisema Mnyamulenge ni yeye ambaye ameumbisha usalama. Yeye amewavusha, kisha kuwavusha kufika hapa, wakaanza kula mangombe, wakaanza kufanya makuper de route, kisha wakapandisha kwa milima mirefu. Wakati amepandisha kwa milima mirefu, ni hapo sasa kumeonekana kwamba kuna choko, kuna sababu mmoja wapo ambaye Nyaruvumbu amekufanya masaini huko. Mnajua kwamba kuna uhakikisho kwamba amefungwa. Kama amefungwa huko, sisi tumefanya utafiti namna gani aweze kufunguliwa kwa sababu ni ndugu yetu Mnyamulenge. Nazungumza namna gani ya kutafutisha amani ya kudumu. Kwani ni mmoja wapo anahitaji amani, wakiendelea kwa vita havina suluhisho. Amani na mazungumzo ndio ya muhimu. Karibu na ujambo mpenzi mtazamaji wa AC Company TV Chaguo la Wengi. Tunapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, mjini Uvira. Mimi ni Asmani Rosha na kwenye kamera yupo chifu wangu Abema Charles. Baada ya kumpokea na Luvumbu Kibambala kwenye studio za AC Company TV, ameeleza mengi kuhusiana na usalama mdogo na uripotiwa katika nyanza za juu ya Uvira. Na pia ameshtumu na kulaani vitendo ambavyo vinafanyika mara kwa mara katika nyanza za juu, hususan katika kabila la Wanyamulenge ambaye yeye na Luvumbu Kibambala anawaita Wanyarwanda. Na leo tutapata nafasi ya kumkaribisha ndugu yetu mmoja katika malida wa kabila la Kinyamulenge, na kwa fursa hii atajitetea mengi zaidi kufuatana na shutuma alizoshutumiwa na ndugu yetu na Luvumbu Kibambala wa kabila la Wafuliru. Mpenzi mtazamaji wa AC Company TV Chaguo la Wengi, wacha nikwambie kitu kimoja. Kipindi hiki kimekuja kwa ajili ya kuleta amani na kwa ajili ya kusababisha amani. Na leo hii endelea kuungana nasi ama umeze mate kidogo, alafu turudi tumpokee mwalikwa wetu. Na mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa AC Company TV Chaguo la Wengi, tayari tuko hapa na mwalikwa wetu ambaye atatuambia mengi zaidi. Na kwanza ungejitambulisha ndugu yangu. Asante sana. Mimi ndio naitwa kwa jina la Byiringiro Robert. Ndio. Ni mzaliwa wa Kamombo. Ndio. Mu territoire ya Fizi, secteur ya Tanganyika, groupement Balara Nord. Mu province ya Sud Kivu. Niliwahi kuwa chef de poste en encadrement administratif. J'ai été affecté par niliwahi kutumwa na administrateur pia na jimbo kuwa mwakilishi wa administrateur mu territoire ya Fizi. Nikatumika muda wa kutosha katika eneo la Kamombo. Ndio. Na nikatumika muda wa kutosha kabisa kwa sababu mimi ni mzaliwa wa hapo. Baba ni mzaliwa wa hapo. Wazazi wangu ni wazaliwa hapo. Ni lazima niweze kutumika kwa eneo langu kwa sababu mimi nalielewa. Kwa este na weste, sidi kusini, hiyo inaelewa sana. Ndio, labda tungetaka kujua wewe ni mfuatiliaji wa vipindi vya AC Company TV Chaguo la Wengi. Mimi navifuata kwa umbali kwa sababu TVC yenu ambayo Company TVC ndio kwetu kwa Hope Plateau kwa milima mirefu haiwezi kapitike kila wakati kufuatana na ndio na maantene au hiyo minara ambayo ni ya communication. Hatuwezi tukaipate kwa mawasiliano, ni shida. Lakini kwa muda huu ninaopatikana katika studio lazima niweze kuelewa mengi na nikueleza mengi kufuatana namna gani ya hali ambayo inapitika katika eneo letu ambalo tunaliishi na kuzaliwa mahali hapo. Ndio, kufuatana na umepokeaje shutuma za ndugu yetu na Luvumbu Kibambala kwa kabila lako? Okay, nimeifuata vizuri sana kwa sababu huyo na Luvumbu Kibambala ndio kinachoshangaza cha kwanza ni kusema mtu anakimbia mahali alipomzaliwa. Ndio. Yeye na Luvumbu Kibambala, hiyo majina ambayo ameipanga ni mahali ambayo amejipanga tu. Lakini ukoo wake ni Mikalati Kibanza, ndiye hapo amezaliwa. Amezaliwa siku ya pili na sahabu tarehe na mwezi, lakini amezaliwa hapo kwa sababu ndipo hapo wazazi wake walipokuwepo.
Ndio. Mimi nilikuwa tayari nimeshakuwa mtu mzima. Yeye anastahili kunifuata mara ya 4. Unaruvumu Kibambala. Jamaa lake liko huko Zimbabwe Harare. Mama yake na watoto wake na bibi yake wanapatikana huko Harare Zimbabwe. Mshangao ni kwamba anakuja kuharibisha usalama katika South Kivu, mteritwari ya Uvira, kwa sheferia Bafuliru. Anasema kwamba yeye ni mzaliwa wa eneo huko la milima mirefu panapoitwa sijui kama mahali hapo yulu ya Plende la Ruzizi, mahali ametaja kwamba yeye ni mzaliwa wa sijui. Lakini yeye kwangu mimi najua kwamba kitofu yake ni hapo Mikalati. Ndio. Demi kilometer na mahali mimi napozaliwa. Wakati anaporudia kwetu tunaweza tukamrudishia kwamba arudie nafasi yake mahali kitofu chake kinapatikana. Lakini mshangao ni kwamba anajijitaya kwamba ni mwami Wenjuki. Kwanza hizo nyuki ni wakati sisi tukienda kutafuta asali tunaleta moshi tukiingiza mule, nalo hiyo njuki inakimbia. Kisha tunatusha asali. Akijiita mwami Wenjuki, hata mkimuita na iketi pembeni yangu tunazungumza, ndamuuliza kwanza anielezee sheferia Bafuliru iko kompoze na magupema gani? Territoire ya Fizi iko kompoze na ma secteur sheferi ngapi? Ndamuuliza kwamba yeye anitafsiria hapo. Kwa sababu kwetu mnapo ukoo wake na mimi ukoo wangu ni pamoja na mimi. Sisi tuko na territoire ya Fizi, secteur ni 4. Secteur collectivité pamoja na magrupema. Tunaposema katika grupema katika sektori ya Tanganyika ni grupema 5. Na ni hapo yeye anapozaliwa. Akirudia tunamrudishia bana nafasi yake. Hatuwezi tukafanya ubishi kwa sababu ni hapo kitofu yake kinatupatikana. Kwa sababu baba yake amesha kufariki zamani. Amefariki hapo 95. Amefariki huko Nganja kwa sektori ya Nganja mgrupema ya Babungwe Seed. Ni hapo yeye baba yake ameweza kufariki, lakini mama yake anaangali kwa muda huu ninapowaambia. Lakini nashangaa kwamba amekana ukoo wake na kuja kutaja kwamba yeye ni mzaliwa wa hapo msheferia Bavira. Sema kwamba ndakuja kuambia hapo amedai kwamba ni hapo amezaliwa. Lakini kumuuliza hata groupement sheferi nini hataweza kupata. Okay, yeye ni notable wa Mashuba. Mashuba kabisa, ni bongo kabisa. Nikimuita hapa na le village, sous village, hana bahati ya kuweza kuitaya kabisa. Wewe una uhakika na hicho kitu unachotoka kizungumza? Hata nikwambie ukoo wake ambapo amezaliwa. Na Luvumbu babu wa kuzaa baba yake anaitwa kwa jina la Nyanduru, ameoa fie wa Basinzira. Yeye Nyanduru ndiye ametoka Rwanda. Ndio. Kama mnaposema ukoo wa Nyamurengo unatoka Rwanda, ndio source ya wao. Yeye Nyanduru ambaye anazaa baba yake anatoka Rwanda. Kufika hapa katika mtaa wa territoire ya Uvira, akamuoa fie wa Basinzira. Akapanda huko akafika territoire ya Mwenga, Itombwe Savan, msektori ya Itombwe. Kisha kufika hapa alitumika na wazungu. Babu yake alikuwa na nguvu ya kuweza kushika ngombe wanazitia vaccine. Ile kwa wakati huo waliga. Yeye ndio babu yake alikuwa hapo. Baba yake ni ukoo wa 4, ni mzao wa 4 katika jamaa lake huyo Nyanduru. Mkuu amefariki, wa pili anaitwa kwa jina la Gasongo, wa pili ni Kambaza Amon, ndiye amemzaa nani Nyaruvumbu. Nyaruvumbu ni mtoto wake wa 4. Wa kwanza alikuwa ni fie, anaitwa kwa jina la Nyagi 10. Yeye anaolewa Milimba, anazaliwa msektori ya Nganja, mgrupema ya Basilocha, anazaa deja ameolewa huko. Ana wa pili ni Garso, anaitwa kwa Boaz Kimanajuba, amefariki. Watatu ni fie, wa 4 ni Nyaruvumbu. Kwa jina la uzao wake na kikomalia yake anaitwa kwa jina la Gatabazi. Leo Nyaruvumbu kuija Nyaruvumbu Kibambala, mwami Wenjuki, Njuki si kwetu tunaikonsidere kama kitu natufuga. Lakini yeye anashangaa gisa anaje kuzitama mwami wa huko Mashuba hajui na hakuzaliwa huko. Ukimuuliza hata ukoo wake aweza akapate huko, lakini mimi naweza kutafsiri. Labda tuambie kiwazi na Luvumbu ni nani? Na Luvumbu ni Mnyamurenge. Kwa sababu mama yake sijui gisi mtu anaweza kafuate ukoo wa mama yake. Mama yake ni fie wa Balabwe, anaitwa kwa jina la Mbirizi Regina. Mama yake wa kuzaa mama yake ndio kusema tate yake anaitwa kwa jina la Nyihasha Kanda Tiora wa jamaa hiyo nimewaambia hapo awali. Anaitwa kwa anakoja malaba Bashale.
na amezaa wafia wawili, amezaa mapasa na garson mmoja akakufa. Huyo ndio anayezaa mama yake. Kama mtu anafuata ukoo wa mama yake, Nyaruvumbu Stadera atakuwa Mfuliru, lakini mimi nahakikisha kwamba Nyaruvumbu ni Munyamulenge kwa sababu wanao mkubwa wa kufuata baba yake anayefuata ni Munyamulenge, anaitwa kwa jina Gasungwa, anaishi Minembwe. Garso wa kwake anaitwa Kazadi, iko Gisenyi hapa Rwanda. Wa kumfuata na iko Gisenyi hapa Rwanda. Anayefuata baba yake anaitwa kwa jina la Emmanuel, anaishi pale Vyumba. Wa kufuata mdogo yake baba yake ndio mwisho wa Kadeta, anaitwa kwa jina la nini Kamshushi, anaishi Kigali. Nyaruvumbu yeye atakuwa kugeuka anakuwa Mfuliru, lakini hiyo kabisa na wadanganya. Aseme ni mwami hapa Mashuba, ni bongo kabisa, mtupu kabisa. Ni bongo. Siku moja muniite tukiketi pamoja naye tuzungumuze, kwa sababu mimi namjua gisi ukoo wake kabisa, mimi namjua vizuri sana. Haya, tuachane naye. Nadhani umefuata kipindi cha Nyaruvumbu Kibambala Mwami Wenjuki, na pia ni chef de notable wa Mashuba. Ameeleza umepokeaje shutuma zake kwa kabila lako? Ameeleza kuwa yeye watu wanaoyumbisha usalama mdogo aswa huko katika Nyanza za Juu ni Wanyamulenge. Okay. Naweza kukubali kwamba wameharibisha au wameyumbisha, kwa sababu naye ni mmoja wa Wanyamulenge ambao wanayumbisha usalama. Nyaruvumbu yeye ni mzaliwa huko Mikalati katika groupement Balala no, localité ya Kamombo Premier, sous village ya Mikalati. Ilikuwa inaongozwa na kwa muda huu tunamtaja kwamba ameongozwa na anayeitwa Elisha Mugenza, ndiye ambaye anamuongoza katika eneo hiyo. Kuyumbisha usalama tunaweza kubali hiyo, kwa sababu yeye ni mmoja ambaye ameenda kuleta wale wa Red Tabara kuyumbisha usalama. Wakati naposema kama ni kuyumbisha usalama, naye ni mmoja ambaye ameyumbisha usalama. Akisema Munyamulenge ni yeye ambaye ameumbisha usalama. Ameyumbisha usalama namna gani? Yeye wakati ameenda Nganja kutoka huko wakati ya vita ya Songa Mbele 1996 akakimbilia huko Nyayo za Nemba huko Kazimia, karibu na Ninipo ya kuvuka huko Kazimia huko Tanzania. Kutoka huko akakimbilia kwa nchi za kigeni. Yeye mama yake akamerudi kwetu, tukampatia mbuzi kwa sababu amepoteza wengi na vingi. Yeye na Ruvumbu kwenda katika kipindi cha siasa, akavuka Burundi akaleta watu wa Red Tabara. Red Tabara ni wale ambao wamefanya coup d'etat Burundi wa karate. Ule kiongozi ambaye anaitwa kwa jina la General wamefanya coup d'etat Burundi, akakimbilia Rwanda. Yeye Nyaruvumbu ndiye amevuka hako Burundi. Kufika Burundi amefungwa kwa kufuatana na gisi wamemfuatilia vizuri kuona namna gani ameleta watu wa kuimbisha usalama Red Tabara ya ule Alexinza Bampe Manyiko huko Belijiji, ndio amewavusha huku kusudi waweze kuimbisha usalama. Hiyo na hakikisha kwamba Wanyamulenge wameimbisha usalama, kwa sababu Nyaruvumbu yeye ni Mnyamulenge mmoja wapo ambaye ameimbisha usalama, kwa sababu yeye ndiye kiongozi ambaye wanaimbisha usalama. Amesema kwa mwaka 2015 amesema kwa ndo Red Tabara imetoka Burundi imekuja hadi Kongo. Wamekuja kuungana na Ngumino. Baada waliopokea Red Tabara ni Ngumino. Baada kupokea Red Tabara kutokana na makubaliano yao, hawakuelewana katika makubaliano. Red Tabara pamoja na Ngumino ikabidi wakaachana. Hiyo ambao mapatano ni yapi? Yeye ana uhakikisho gani ya kuweza Ngumino? Ngumino ni kiongozi wake, maneno yake. Hiyo kiongozi wa Ngumino iko hapo, anaitwa kwa jina la Shaka Nyamusaraba, anapatikana hapo, sio kutatanisha. Angadi hayakufa na hatakufa kwa sababu hajakomboa kila ambacho kimemtuika yeye kusema ya kwamba apiganie taifa lake, lakini yeye ni mwanajeshi. Baadaye sitaweza kutaka kwa mingi. Sisi kama vile tukirwa neho tumejipigania kwa sababu usalama wa Kongo imeisha kuyumbisha, imeshindwa kuweza kumetrize, imeshindwa kufanya hivyo. Ndiyo maana ya kwamba sisi tumeshika silaha, kwa sababu hatukushika silaha kusudi tuweze kujikomboa. Tutajikomboa kwa nini? Hatutaomba uraia kwa sababu hatutafanya ile. Lakini sasa yeye ataweza kufafanua uongozi huo ambaye yeye wamefanya mkataba kisha wakashindwa kuheshimisha mkataba huo. Yeye amewavusha, kisha kuwavusha kufika hapa wakaanza kula mangombe, wakaanza kufanya makupere de route, kisha wakapandisha kwa milima mirefu. Wakati amepandisha kwa milima mirefu, ni hapo sasa kumeonekana kwamba kuna choko, kuna sababu mmoja wapo ambaye Nyaruvumbu amekufanya masaini huko. Mnajua kwamba kuna uhakikisho kwamba amefungwa. Kama amefungwa huko, sisi tumefanya utafiti namna gani aweze kufunguliwa, kwa sababu ni ndugu yetu Mnyamulenge. Baadaye kumbe yeye anajifisha nyuma ya mama yake na wakuu wake wa mama yake, akakumbuka ameweza kufanya ukataba, akafanya vitendo kama na hivyo. Na kwa leo
jamaa iko huko, lakini anaendelea kuteketeza umma la Wafuliru na Wanyindu na jamaa lake aliko hapo. Lakini ninaposhangaza kwamba ni kuona namna gani wanaoishi huko kwa milima mirefu hawajui kama jamaa la Nyaruvumbu linapatikana huko Zimbabwe, lakini wengine wanaendelea kufa na kupolewa mali na kuteketezwa vyao na kupolewa vyao. Kuhusu ukataba yeye Nyaruvumbu ameweza kufanya hivyo, ni lazima aweze kufuatiliwa na andamana na sheria, hata na vyombo vya sheria viweze kumwandama ili viweze kumshika. Mpenzi mtazamaji wa AC Company TV, hichi ni kipindi chako cha maoni ya raia. Kama unavyosikia maoni ya ndugu yetu ambaye ni Robert, ambaye ameshafunguka mengi zaidi, ila bado tuko na wewe hapa. Nataka tujue kitu kimoja kutoka kwako. Na mpaka sasa hivi Nyaruvumbu amezungumza kuwa watu wanaojiita Wanyamulenge ambao ni Wanyarwanda kutoka Rwanda. Asante. Yeye ametoka wapi? Wewe kwanza, wewe unaposikia mtu anasema kuwa msiitwe Wanyamulenge, muitwe Wanyarwanda maana mmetokea Rwanda, wewe hilo neno unalipokeaga haja hasa upande wako? Kila mtu ana ukoo wake ambao ametokea. Ndio. Yeye amewaambia kwamba ametoka wapi. Yeye hakuota kama vile uoga. Buyoga wanaita buyoga au nyasi au kile kitu unachokipanda. Yeye ametoka wapi? Akiwaambia kama sisi tumetoka Rwanda, yeye ametoka wapi? Ndio. Kila watu wana ukoo wake ambao umetokea. Sisi tumetokea, nikisema tumetokea magharibi au nikitoka nimesema kama tumetokea mashariki. Ndio, hatutasema kama tumeota kama vile buyoga, tunafasi ambapo tumetoka. Yeye ametoka wapi? Inakuhakikishia kwamba kila mtu anayeingia kwa Kongo kutosha tu le pigment bale bambuti, ndio tunasema kwamba tumekuta katika Kongo. Lakini wengine wa Kongomani wote wana mahali ambapo wametoka, na sisi tumetoka mahali hapo. Lakini wakati Conference de Berlin 1885 iweza kufanyika huko, na sisi wakati ya partage de l'Afrique Ubelgiji imefanyika, na sisi tumejikuta huko kama vile wakuu wake ukoo wake umetoka huko. Uma linachojikuta wakati kumefanyika partage d'Afrique naye amejikuta hapa. Lakini sasa sijui kama yeye amesema yeye ametokea wapi. Ametoka Tanganyika humu ndani kama vile samaki au wewe tuambie sasa ukoo wenu labda unaweza kuwa umetoka wapi? Na sisi tumetoka katika Sahara, jangwa la Sahara. Jangwa la Sahara sisi tumetoka huko. Lakini wakati tumejikuta huko ni wakati avant partage de l'Afrique. Wakati wamega Afrika na sisi tumejikuta katika ardhi ya Kongo. Ava sisi tuko uko mbele ya Kongo. Kongo kuja kugawa ikikabuliwa ikijiitwa Kongo Belge Burundi, sisi tumejikuta huku. Wakati sisi tulikuwa ni wafugaji tumejikuta huku. Katika mimi katika ukoo wangu utajikuta ambao wamepata ngombe ya kwanza, mimi niko ndani ya hao ngombe. Lakini sasa Nyaruvumbu sasa tumuuliza kama yeye ametoka wapi? Ametoka na nini yani hapa alijikuta hapo. Okay, labda tungetaka kujua sasa kwa urefu zaidi. Kuna watu mpaka sasa hivi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi ya watu, nyinyi ndio watu ambao ni wadogo sana katika jamhuri zima. Lakini ukiangalia nyinyi ni watu ambao sasa hivi mnakogotana na kabila nyingi sana. Ni siasa hiyo ya wafanya siasa kusudi wapate namna gani ya kupora Wakongomani ambaye hawajaerevuka na kujua ukweli wa mambo. Kwa nini hawakuja kuulizia historia ya Kongo? Historia ya Kongo tuna makabila 148 au 148 na sisi tuko ndani ya hao. Lakini wale wanaoendelea kupanda chuki ya ubaguzi wakisema sisi Wanyamulenge tumetoka wapi? Kwa nini hao wasijiite majina ya jiwe au ya Tanganyika au ya frontier au ya mti fulani kama vile ya mzoga, mti ya embe? Kama sisi tunaitwa Wanyamulenge ni kwa sababu tumejua kusudi tuweze kutenganisha namna gani Wanyarwanda na Wanyamulenge. Kwa sababu sisi ni Wanyamulenge. Wakati tumetoka huko, wakati ava partage ya Afrika, sisi tumejikuta huko. Wakati tumesema kusudi tuweze kutofautisha, kwa sema Nyarwanda wamebaki Rwanda, sisi tumepatikana kwa Kongo. Wakati tunapatikana kwa Kongo, ni lazima tuwe Wakongomani kama vile wengine Wakongomani. Kama wanasema hivyo, wanataka kungua mlima wa huko Mulenge, wanakutana sisi kwa hapo. Sisi tumekuta kuko Wambuti wale wa watu. Wakati tumekuta hapo, ni lazima wao wakakimbia kwa sababu sisi wale vere wakakimbia kwa msitu, tukabaki hapo. Wafuliru wakakuja baadaye. Wafuliru wana source tatu ambao wametokea. Kuna mmoja wametokea huko Burundi, kuna wengine wametokea huko Uganda. Wakati wamepewa uongozi katika mahali panapoitwa Masindi katika Uganda, wameshindwa na uongozi huo wakakushuka huko. Kinachoshangaza ni kwamba watu wanaofuata huyu aliyekuwa waziri, aliyekuwa mbunge kama vile Bitakwira nani hapa ametoka.
Lakini kinachoshangaza ni kusema kwamba wafuate nyayo zake Bitakwira ametokea wapi? Naye awaambie ukoo wake ametoka kwa sababu hakuota kama vile uyoga au kile kama vile mgomba. Sisi tuko Wakongomani na hatutaomba urahia, tutaendelea kuwa Wakongomani kwa sababu tunaruhusa ile, kwa sababu hatutaomba katika katiba ya Kongo. Katiba ya Kongo inaruhusu maneno kama na hayo. Okay, labda tungetaka kujua kitu kingine, ama watazamaji wetu ambao wanatutazama sasa hivi wangetaka kujua vitu vingi kutoka kwako kuhusiana haswa na vita ambavyo vinavyoendelea huko juu. Upande wa watu wengi wanasema kuwa masakre ambayo imepitika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendeshwa na Wanyamulenge na Wanyamulenge. Wewe kiupande wako unaposikia mtu anazungumza hilo swala, wewe unalipokelea aje? Ama wewe kama ambaye sasa hivi ni leader katika malida wa kabila lako ambalo ni la Kinyamulenge, unaweza kuzungumza kitu gani kuhusiana na hilo swala ambalo kuzungumziwa kwa wewe kabila lako ndilo linahusika na masakre mengi yaliyopitika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan Kivu ya Kusini? Hakuna masakre ambayo tumefanya. Hata watu shutumu ni kwa kutafuta mbinu za kuweza kutuvika uchafu, za kuweza kutuvika mauaji. Okay. Kwa sababu tutaua Wakongomani wenzi yetu kusudi tuishi wapi? Hakuna maafa ambayo tumeifanya. Kuna mtu ambaye anaweza anguka katika shamba la vita, huyu atakufa. Kwa sababu wakati panapoumia watu, wakati panapokuwa mashanje ya vita, hata nyasi, nani avoka wa nyasi? Nyasi zinaumia wakati kunapokutana hiyo manyama kubwa kama vile ndovu, zile nyama zingine za pori. Wakati zinapokutana kutaanguka vitu vingi au nyasi zitaweza kupata maafa. Lakini hakuna masakre tuliweze kufanya. Hiyo ni vitu ambavyo vimeumbika na watu kama vile kina vile nimesema ya kwamba Bitakwira na wale Banaruvumbu ambao wameacha majamaa yako huko Zimbabwe, kama vile huyu mtu ametoka Burundi, mbunge anayeitwa kwa jina la huyu mbunge kwa sasa Claude Misare, ni mzaliwa hapa Burundi. Amezaliwa Burundi, akavuka hapo kwa Kongo, baadaye akafanya barikade ya mabarabara, kwa kama vile huyu anayeitwa kwa jina la Andre Biadunia anaendelea kufanya hivyo anafanya kampanya, ni pre-kampanya kusudi aweze kuchaguliwa. Na yeye ndiye amefanya hivyo kwa sababu hapa juzi mmesikia ya kwamba amesema ya kwamba washike silaha kusudi wapiganishe utawala, kwa sababu kule Kinshasa hakuna utawala ambaye itakuja kusaidia watu wa Uvira. Lakini mazungumzo inaweza kuleta suluhu, lakini hakuna masakre ambayo tumefanya, hakuna maafa ambayo tumefanya, kwa sababu sisi tunapenda tuishi na watu wote kwa amani. Kama vile Biblia inasema katika kitabu cha Hebrania, kinasema tafuteni kwa bidii kuishi na watu wote kwa amani. Hivyo ndivyo sisi tunavyoendelea kutafuta. Tunatafuta tuishi wa watu wote kwa amani, lakini hatuna masakre ambayo tumefanya. Wanaweza wakasible mahali ambapo tumefanya masakre, nitawaambia namna gani masakre hiyo imefanyika, lakini sio sisi ambao tumefanya hiyo mauaji ya kikatili. Okay, labda ungeweka wazi kwa wale ambao hawajui masakre yamefanyikaje katika hizo eneo ambazo unajua. Labda ungezungumza kidogo kwa urefu ili watu wajue masakre sehemu fulani imefanyika hivi, masakre sehemu fulani imefanyika hivi, na watu tofauti na sisi kama jinsi nyinyi mnavyoshutumiwa. Hakuna mahali ambapo imefanyika masakre, kwa sababu masakre tunajua imefanyika Katumba. Wakati wakimbizi wametoka kwa Kongo wakaenda kwa Burundi, ni hapo tunajua kama kumefanyika masakre. Na inajulikana kwa ulimwengu mzima kumefanyika 168 ambao ndio wamefariki hapo. Na kuna vitambulisho hapo vinajua hapa Kasenga ambao wamekufa. Na wengine wamepatikana hapo kwa Sange, vitambulisho ambavyo wamevipewa kwa watu fulani ambao wamekufa hapo. Lakini hakuna mahali ambapo kutaja kwamba kumefanyika masakre, hiyo ni uongo mtupu kabisa. Tukitembea katika Kivu ya Kusini, hususan katika territory ya Fizi, kuanzia Makobola, kuna nafasi, kuna bango ambalo linaonesha kwa wazi kwa hapa kumefanyika masakre. Baada ya Makobola kuna nafasi inaitwa Lulinda, pale nako kuna bango kuonesha kuwa pale pamefanyika masakre. Na pia kutoka hapo kuna sehemu nyingine ambayo inaitwa Baraka. Ukiacha Baraka kidogo, kuna bango pia la masakre ambalo limefanyika pale. Na hizo sehemu ndo ambazo mimi nimeshashuhudia. Kama kuna sehemu zingine, yani kuna sehemu nyingi ambazo mpaka sasa hivi zinatajwa kuwa masakre yamefanyika, na wanaosababisha kufanya hayo masakre ni nyinyi kama Wanyamulenge. Kuna Wanyarwanda ambao walikuwa wakitumika ndani ya RCD. Na RCD haikuwa ikiongezwa na Mnyamulenge. Kwa muda huu tukitaja kwamba kwa muda huu inaongozwa na Mnyamulenge, chama cha RCD, lakini zamani imeongozwa na Wamba Diawamba, imeongozwa na Emile Ilunga, imeongozwa na yeye Adolphe Nusumba, imeongozwa na wengi, lakini hakuna Mnyamulenge ambaye imeongozwa kwa muda huo. Wanyarwanda ambao wameongoza hiyo wamefanya hata maafa. Naweza nikataja Wanyarwanda wa ngambo kwa Rwanda kwa muda huu wanaongoza hata na jeshi la Rwanda.
lakini kwa muda huu wanasema kama sisi ndio tumefanya masakre hiyo. Mimi naikanusha kwa sababu wakati imefanyika hapo Makobola ni watu wa Rwanda, naweza nikakutaja wakati fulani, wakati unaweza kuniambia kama ni seme ni fulani ambaye nimefanya masakre hiyo ni mtu wa Rwanda, ndio kwa leo anaongoza vitu ya Red Tabara ambaye imevuka na ikafanya vitendo kama na hivyo. Lakini unaposema hapo Lulinda, mimi nasema kama ni mzaliwa wa sektori ya Tanganyika. Ndiyo. Kama nikisema mtu sektori ya Tanganyika, hapa Makobola ni sektori ya Tanganyika. Ndiyo. Kwa grupema ya Babungwe Sud, ya Babungwe Nord. Hapo ndipo ninapozaliwa mimi. Lakini kusema kwamba wanakuja kutuvika hicho kama sisi ndio tumefanya masakre hiyo, hapana kabisa. Mimi nakanusha kwa sababu ujeshi la Rwanda likiongozwa na mtu ambaye ni mzaliwa wa Rwanda kama vile vita ya songa mbele, chef d'etat major alikuwa James Kabarebe, si ni Mnyarwanda. Kwa muda huo aliwezi kuongoza hata na etat major ya Rwanda. Kwa muda huo ni mshauri wa jeshi la Rwanda. Kwa muda huo ni mshauri wa rais wa Rwanda, lakini kwa muda huo anakuja kutuvika sisi kama ni Wanyarwanda. Sio Wanyarwanda. Na Wakongomani wenzetu ambao tulikuwa tuishi nao, Wafuliru, Wabembe, Wanyindu, ndio walikuwa wakitumika pamoja naye. Hakuna Mnyamulenge alikuwa kiongoza RCD kwa muda huo. Na ninasema hiyo kwamba hakuna masakre ambayo tumeweza kuifanya. Hata waende wakipana hiyo mapankarte hakuna maafa. Lakini kuna wenzetu ambao kwa vita songa mbele ya AFDR kiongozwa na mzee Laurent Desire Kabila. Kuna Wanyamulenge ambao zaidi ya 800 ambao wamekufa hapo Lweba, wamekufa hapo Baraka. Lakini hakuna ambapo tunashutumu fulani. Tunasema ya kwamba uongozi mbaya wa kuweza kubadilisha uongozi imefanya vita hivyo na ikaua watu. Lakini wakati hatujafika wakati ya kusema kwamba tufanye plant, hakuna kitu ambacho tunaweza tukasema kwa sababu tunaona uongozi ungali bovu vile. Kusema kweli mpaka sasa hivi kunaonekana kuwa kuna zaidi ya wajeshi wengi ambao walikuwa ni Wanyamulenge. Walikuwa kijeshi alafu wakatoka kijeshi na kuja kuungana na Ngumina. Wewe kwa upande wako hilo swala lina ukweli ndani yake ama ni mambo tu ya uongo? Mimi nasema hiyo ni uongo kwa sababu wanaendelea kushutumu makanika. Koloneli Makanika Michel Rukunda ametoka kwa jeshi la FRDC akiona kwao kunaendelea kuzofika kwa sababu usalama unaenda kuyumbika. Ametoka mahali alipokuwa akiongoza huko Walikale katika Nord Kivu. Akakuja kwa South Kivu kusudi aweze kuungana na jeshi na vijana ambao wameshika silaha pamoja na mimi ambao nimeshika silaha kusudi tuweze kujipigania. Lakini vita imeanza hapo 2016. Mpaka kwa muda huu vita ingali inaendelea. Lakini kinachoshangaza ni kusema ya kwamba Makanika ndiye anaongoza vita ambavyo vinafanyika huko nyanja za milima mirefu. Hapana. Kwa sababu yamekuja wakati vita iko na miaka 3 vikiendelea kufanyika. Kisha wanapofika wanasema no, wanabadilisha yeye Makanika ndio anaongoza vita. Hivyo kwa nini kwa wengine hawa kusema ya kwamba wao ndio wanaongoza? Kiupande wako wewe, kiupande wako nini kifanyike ili mradi amani ionekane katika nyanza za juu? Ni serikali kuweza kushika wajibu wake kutafutisha namna gani ya Wakongomani kuishi kwa amani na maridhiano. Kwa sababu umma la Kongo linahitaji maridhiano, lakini hatuhitaji vita. Wakati wanapoleta vita sisi tutajibu. Hatuwezi tukavumilia tu kama vile hatuko sasa vile kondoo wanapopelekewa machinjoni. Lazima tuweze kujibu. Serikali inapowajibika kwa kufanya namna gani ya kuweza kurudisha usalama na kutafutisha namna gani watu waishi kwa amani. Sisi tumeshirikishwa katika vikao vingi. Wakati tumeshiriki katika vikao vingi ni kusudi tutafutishe amani ya kudumu. Lakini tumeona wenzetu wamesema ya kwamba hapana, hatuna na muda huu, ni lazima tupige kwa sababu ameleta Red Tabara. Godefroid Niyombare merate kudeta huko Burundi, akakimbilia Rwanda. Rwanda ikaweza kumpatia ekipema, akavuka kwa Kongo katika ardhi ya territoire ya Uvira, akapanda kwa milima mirefu. Wakati amepanda kwa milima mirefu, ni lazima ameweza kufanya vitendo kama na vile. Akiungwa mkono na huyu Nyaruvumbu, niko nawaambia huyu Gatabazi. Mimi sitamuita Nyaruvumbu, mwami wenju kisisha tuseme mwami wanju. Mwami wa Njuki haexiste katika ardhi yako. Ndio, wewe tunakuelewa vizuri kutokana na maongezi yako unatoka kuzungumza. Hasa tumekushuhudia sana katika vikao, hasa kile ambacho kimefanyika na AGDC ambacho kilikuwa kinazungumzia amani, imekutanisha kabila nyingi sana. Nia na mazumuni ya kile kikao ilikuwa ni kwa ajili ya kutafuta amani hususan katika pande zote zile za Wafuliru, Wavira, Wabembe, Wanyindu na watu wote ambao wanapatikana katika nyanza za juu. Lakini mpaka sasa kuliko amani kupungua ndio sasa amani kuliko amani kudumu ndo amani sasa inapungua. Sasa kwa mpaka sasa hivi hakuna amani huko pande za juu, vita kila siku inaripotiwa. Sasa wewe kiupande wako, labda wewe ambaye ulishiriki katika yale mazungumzo ya kutafuta amani, ni shauri hipi ambayo unaweza kutoa kwa wale wote ambao wanasababisha usalama kuonekana mdogo hasa kule ambapo unapoishi ama katika nyanza za juu? Wakati tumefanya mazungumzo nilikuwa mmoja wapo kwa kushirikishwa katika mazungumzo. Ndio. Serikali imeweza kuwa na uzembe wa kuweza kutimiza wajibu wake. Ndio. Pili, kabila la Wafuliru na Wanyindu na Wabembe wamesema ya kwamba sisi ndio waanzilishi wa vita, lakini wana uhakika ya kwamba sisi si waanzilishi wa vita.
Pili, tumesema kwamba ni lazima kuundwe kamati ya kuweza kufanya ufuatiliaji. Tunasema kamati hiyo ifuatilie kujua ni nani ameweza kukiuka mkataba. Wakati imesema ya kwamba ni lazima aweze kukiuka mkataba, waweze kufuatilia na waandamwe na sheria ambazo zinayo adhibu mtu ambaye amekiuka mkataba. Na usalama wakati unapoyumbika, tunasema kwamba jeshi la FARDC limeungana na vile vikundi vya wamajimaji. Nikisema kama vikundi vya wamajimaji, sisi tukishambuliwa asubuhi na jeshi la wamajimaji, jioni tunashambuliwa na FARDC. Inaonyesha kwamba wanachangana. Ndio maana tumesema kwamba usalama umeyumbishwa na FARDC kwa sababu haiweza kutimiza wajibu wake. FARDC ni jeshi ambalo liko tiifu kwa serikali na nitafutisha namna gani ya kuweza kulinda usalama wa mipaka, usalama wa vitu na mali ya watu. Baadaye wanakontribue katika development, maendeleo ya mtaa na ukoo wa watu, ili waweze kuridhisha maridhiano ya umoja wa Kongomani. Lakini wao wameonyesha wanakuwa na upande fulani kusudi waweze kutimiza kila ambacho wameweza kukikusudia. Wamesema kwamba wana mbinu za kuweza kutuiba mali, baadaye walunguze vikao mijini ya kwetu, kisha watuweze kutufurusha tuende sijui wapi. Kwa sababu mimi nasema kwamba hata wafanye nguvu mbinu na nguvu gani, hawezi kutufurusha katika ardhi yetu. Mimi ni mmoja wa hapo ambao nimezaliwa hapo, kitofu yangu iko hapo, baba yangu kitofu yako iko hapo. Ni lazima nipigane mpaka wakati amani itapatikana ya kudumu, kwa sababu mimi niko na utashi wa kuweza kuishi na watu wote kwa amani. Mpenzi mtazamaji wa AC Company TV Chaguo la Wengi, kipindi maoni ya raia ni kipindi ambacho kinasababisha ama kinataka kuleta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana tumeamua kukutanisha kabila mbalimbali ili kuleta amani na kutaka kujua wapi ambapo kuna matatizo na wapi ambapo watu wanatakiwa watengeneze. Comment yako ni muhimu sana kwenye chini ya video yetu hii, na kama hujasubscribe channel yetu, subscribe labda tupe nguvu sisi ambao tunaendelea kutafutia habari pande zote zile za dunia. Basi tunataka kujua kitu kingine, mkurugenzi. Mpaka sasa hivi kikundi cha Twirwaneho kinapigana vita mara kwa mara. Na labda ungetuambia wewe kama msemaji wa Twirwaneho, nini sababu ya watu Twirwaneho kupigana vita na vikundi mbalimbali vya kupigana na serikali, mara kupigana na majimaji? Ni nini sababu haswa? Asante sana. Mimi ni Twirwaneho. Ndio. Ni kikundi ambacho kimejiunda, ni vijana ambao wameshika silaha. Ndio. Tumejipigania kwa sababu serikali imetutupilia mbali ikajiungana na kikundi kile cha majimaji. Majimaji ni wakabila tofauti, Wabembe, Wanyindu, Wafuliru na wengine ambao wakaza ambao hatuwezi kuelewa. Wakati tuko katika vita, katika shamba la vita, tunawakuta hata na Wamushi, tunakuta hata na Warega, tunakuta na watu wengine wametoka mbali, hata vile Warundi. Tukisema Radio Tabara imeletwa na Wafuliru na Wanyindu na Wavira, wakawatosha nchi za Burundi kuja kusaidia watu ambao wa Godefroid Niyombare ambaye amefanya kudeta karate huko Burundi, akakimbilia Rwanda, baadaye akavuka kwa ardhi ya Kongo, akapanda katika nyanja za milima ya Uvira, huko milima mirefu. Wakati alipojichanga na hao vijana ambao hawana fahamu ya kutafutisha namna gani ya mbinu za kuweza kufanya nini ya utafiti ya amani, basi wakatupiga. Wakati wametupita ni sisi tukajibu. Wakati wanapotushota kidole kwamba sisi tunaandaa vita, hatukuandaa vita. Tumeandaa vita wakati tumeshambuliwa kwa mara na sisi tukajibu. Wakati tumejibu, ikaweza kusema sisi tumeandaa vita. Lakini sisi tumeshika silaha kwa 2018. Tukasema wapi? Serikali inazofika kwa namna gani ya kulindia watu usalama. Wakati wamekuja kushambulia na sisi tukajibu. Wakati tumefaulu kwa kuteka vifaa kama vile silaha, hata munition ama marisasi, tukaweza tukawapiga na wakati tukafaulu. Ni lazima tuweze kudhibiti mahali pa fulani. Na mpaka kwa muda huu tunaendelea kupiga mpaka wakati serikali tajua ya kwamba ni lazima tumedanganyika. Sio wanajeshi wote, kuna wanajeshi wamoja ambao wameungana na hivyo vikundi, zilikuwa vikiongozwa na generali, alikuwa kamanda wa kanda la 13 la kijeshi, akiitwa kwa jina la, kwa muda huo anapatikana huko Kinshasa, anaitwa kwa jina la masabu kidogo. Ndiye ambaye amewasaidia kwa kuweza kuwapa vifaa kusudi waweze kutupiga. Lakini sisi hatuweza kufa moyo, kwa sababu kutetea ardhi lazima kumwangike damu. Ndio tumesema kwamba damu ambayo imemwangika kwa Kongo ni lazima kupotikane kile ambacho tutapanda mbegu iweze kuvuniwa. Na sisi damu yetu ya wamoja imemwangika, tutaishi. Ndio tumesema kwamba sisi hatukuandaa vita, tumeandaliwa vita. Wakati tumeandaliwa vita tukajibu. Wakati tumejibu, na mpaka kwa muda huu wanaposema kwamba tumeleta watu wa ngambo, hapana.
vita vya kuangusha utawala wa Burundi. Ndivyo wanajeshi, sisi hatulindi mpaka. Kuna jeshi ambalo linaenda mpaka na service na wale ambao wajasusi wanahusika na usalama wamevuka kwenda kufuata wale wenzao ambao wamefanya hiyo vita. Tuambie sasa, nini chanzo cha vita ambavyo vinapatikana huko juu? Chanzo cha vita ni kusema wenzetu wa Kifuliru na Wanyindu wamesema ya kwamba sisi si Wakongomani, na tunajua ya kwamba Wanyindu wametoka Chad, Warundi Wafuliru wametoka huko Uganda na Burundi, wakachangana huko, ndipo wamezaa Wafuliru wakaja kutoka Burundi na Chad na Uganda, wakaja wakasema ya kwamba sisi si Wakongomani. Tukasema ni lazima tupiganie uraia wetu, kwa sababu hatutaomba uraia, kwa sababu katiba ya Kongo inaheshimisha uraia wa kila mtu, na sisi tuko Wakongomani pamoja na wengine. Ni lazima waweze kuheshimu ukoo wetu na waheshimu Kongo yetu, ambapo sisi ni Wakongomani 100%, na hatutaweza kukimbia ardhi ya Kongo mpaka mtu wa mwisho akufe. Wakisha kufa baada watatawala, lakini tunajua kwamba hatutakufa, kwa sababu Mungu hakuweza kutusheta katika mikono ya Wafuliru, kwa sababu Wafuliru wameja kudanganyika kusema ya kwamba wanatumika pamoja na wajeshi la Rwanda, jeshi la Burundi, wa aggresseur. Non, sont pas d'accord là. Mtazamaji wa AC Company TV, nina imani kuwa umesikia maoni ya ndugu yetu Robert ambaye amezungumza mengi zaidi kuhusiana na ukosefu wa usalama na usalama kuwa mdogo katika eneo lao la Nyanza za Juu, na kisa cha wao kuendelea kushikilia silaha na kupigana kwa ajili ya kujitetea wao wenyewe. Na sasa hivyo basi tungependa tujue ujumbe gani ambao unaweza kutuma kwa serikali pamoja na watu wote ambao wanatutazama sasa hivi. Ujumbe ambao unaotoa kwa Kongomani, lazima watafutishe namna gani ya kuishi kwa watu wote kwa amani. Ndio. Hiyo ni umoja. Ya pili, serikali tafutie namna gani ya kuweza kupatanisha Wakongomani kwa ujumla. Ndio. Kwa maridhiano, kwa sababu sisi hatutaki vita. Muda wa vita imepita. Kinachohitajika kwamba ni kuketi kwa meza ya mazungumzo. Sisi tumesema ya kwamba mazungumzo tangia mwaka wa 2018 nimeweza kuparticipate na 19 nimeweza kuparticipate katika mazungumzo ya vikundi vinavyoshikilia silaha. 12 nimeweza kushikilia, nimeweza kuenda kwenye vikao vya mazungumzo. Na ni hapo nasema Wakongomani wakati wanapohitaji amani, na sisi tuko tayari. Wakati wanapohitaji kusema kwamba tupigane, hatujakufa moyo, tutaendelea kupigana. Lakini kinachohitajika kwamba ni mazungumzo kusudi tupate amani au suluhu. Kwanza huyu na Luvumbu wa Mtoshi wamrudishe huko Zimbabwe, aende kuleta jamaa lake huko kwa Kongo. Huyu anayeita Bitakwira, mtu ambaye anaendelea kutatalika, leo yuko kwa chama hiki, leo kwa chama hiki, si atufuate ile. Claude Misari mzaliwa hapa Burundi na kwa Komalia hapa Plenda Ruza kaingia hapa Uvira. Basi sisi hatuna boga. Wakisema watakuja kutushambulia, sisi tuko tayari kwa kuweza kujibu. Wanaposema huyu ambaye haiko hapa Makanaki wa wapi? Makanaki ambaye ameundwa na wafanya siasa kusudi waseme Wavira nao wamefanya kikundi. Kama unaweza ukatupe sisi muda wa siku ine kusudi tumfuate huko katika milima mirefu, tunaweza tukamshike, tunampatia serikali, tunamwambia aadhibiwe. Hatuwezi tukamua kwa sababu hana kile chochote cha kuweza kujibu, kwa sababu yeye ni mtu mmoja wa kurandaranda, kuiba, kufanya vitu fulani. Mimi niko hapa katika mtaa wa Uvira, lakini kesho ndapanda katika milima mirefu huko, milima mirefu kusudi niweze kuangalia namna gani tuweze kuishi kwa wengine. Hatuna uhitaji ya kuweza kuishi binafsi, tuna utashi wa kuishi kwa watu wote kwa umoja. Hiyo ndio inachohitajika kwa Kongo. Asante, mimi nawashukuru. Mpenzi mtazamaji wa AC Company TV, nina imani umemfuata ndugu yetu Robert mwanzo hadi mwisho, na nina imani kuwa una vingi ambavyo umevisikia na vingi ambavyo umeviona. Ndugu yetu Robert, kipindi hichi ni kwa ajili, kama tumekifanya hivi, ni kwa ajili ya kutafuta amani. Wewe kiupande wako, nini kifanyike ili amani ije haswa? Mazungumzo ni ya muhimu, kwa sababu hata na wakati nchi ya Kongo ilikuwa imegabuliwa katika vipande 4, wameketi kwa meza mazungumzo huko South Africa na Botswana, lakini kwa muda kidogo ikaweza kupatikana usalama. Na sisi tunapenda mazungumzo, kwa sababu mazungumzo watu wanaoneshana ukweli. Hatuna hofu wakati tunapoalikwa katika meza ya mazungumzo, tuko tayari kwa kuweza kuzungumza. Hata tuweze kutupiwa malawama ya watu kutoka nje na wafanya siasa kuendelea kama vile wa Fransa wanaposema tu hors d'officiel. Na Lingala mimi nasemaka kwa sababu je suis congolais. So mparle Lingala, mwanzo sila, tutaweza tukaseme. Na Kiingereza ndio inaendelea ikifanya doa katika binafsi, lakini kwa Kifaransa na Kiswahili na Lingala. Bo soki baibisa kinga nazo solola. Soki balingi tu ikiwa biloko ya malembe to sola malembe. Ti to pata solution. Solution, c'est qu'on avait besoin
tuko tunahitaji ni amani. Ndio. Mazungumzo ni ya muhimu kwa sababu mazungumzo inaambiana watu ukweli. Ndio. Na shina la mabaya baadaye inapatikana. Ndio, labda mpaka sasa hivi tukikutanisha wewe na Luvumbu kwenye studio zetu tukikualika unaweza kuja? Sio tatizo kabisa. Wakati ningali hapa naweza nikaitike kwa sababu huyu mtoto ni mimi namuita ni mtoto. Kwa sababu amezaliwa mimi naona, amekomala mimi nimeona. Kuna siku ambayo tumeenda kukata shamba la baba yake, yeye akakuja na bido. Akakatotea 7 litri akakuja na maji kusudi mama yake akakuja na bugali, tate yake akakuja na nyama za kuku na kingine na hapo na msuluru. Mkubwa yake akakuja, sisi tukachangia hapo wakati tulikuwa tumelima. Lakini yeye ni mtoto, akikuja mimi niko tayari kwa kuweza kumpokea tuzungumze naye kwa sababu yeye ni mtoto. Mimi siwezi nikamteka kama ni mfanya siasa nimwambie ukoo wake na siku amezaliwa na mahali. Nina imani kuwa kuna watu wengi ambao mpaka sasa hivi wapo hawataki amani ionekane katika hasa nyanza za juu. Nia yao ni kutaka amani ipotee kabisa mazima. Na wewe kama wewe ambaye ni msemaji wa Twirwaneho na mtu ambaye sasa hivi unaweza kutaka amani irejee aswa eneo lako lile la milima mirefu, ni kitu gani ambacho unaweza kawaambia watazamaji wetu wote ambao wanatutazama? Mimi niweza nikasema ya kwamba hao wanaosema ya kwamba hawahitaji amani ya milima mirefu, hao sio wakongomani wa milima mirefu. Ni watu ambao hawana majamaa huko, ukoo wako hauko huko. Kama vile ninapovitaja kama vile huyu Claude Misare ni hapa ngambo Burundi. Ndio maana kitaja ya kwamba watu washike silaha wapigane, watu waredi Tabara waingie, akitumia huyu na Luvumbu mtoto ambaye katabazi amekoma, niko namuona mimi nimemulaya katika magoti yangu. Mimi nasema ya kwamba ambao watu wanaohitaji amani wakuje tuzungumze nao kusudi tuweze kupata amani ya kudumu, kwa sababu vita havileti suluhisho. Wakishika silaha haina maana ya amani, lakini kinachohitajika ni amani ya mazungumzo kusudi tuweze kuishi kwa umoja na amani, kwa sababu amani ndicho kilichokuwa na mwanzo na kina mwisho. Kwa sababu katika kitabu cha Waebrania kinasema tafuteni kwa bidii kuishi na watu wote kwa amani ili watu wote waishi kwa amani. Inapoangalia 10 na 12 utaweza kuipata hapo. Mimi sina shida ya kuweza kuzungumza na mtu yeyote kwa sababu amani ndio ya muhimu, ndio chanzo cha mazungumzo na ndicho mwisho cha mazungumzo. Lakini anayehitaji vita atavipata, kwa sababu vita ni kama vile saa, haujui wakati itaweza kusimamisha ile mkuki inapozunguka, haujui kama itasimamia wapi. Hata na mzungu ambaye imetumika hajui kama mkuki itasimamia wapi wakati pia itaishi. Amani ndio ya muhimu na mazungumzo ndio kila kitu, kama alivyotoka kuzungumza msemaji wa Twirwaneho Robert. Hivyo basi endelea kuungana na vipindi vya AC Company TV na mengi nina imani kuwa umeyasikia na umeyaelewa. Wewe kama ni mmoja katika wale ambao wanataka amani irejee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nina imani kuwa utacomment na pia utatuma habari yako kupitia email yetu, labda tupate kibarua chako kitakuja kusomwa hata kipindi kingine kijayo. Mimi ni Asmani Rosha na hii ni AC Company TV, chaguo la wengi. Na mimi nashukuru kabisa. Lakini kuna wengi ambao hawana hata namba yangu, naweza nikahitaji kusudi waweze kunifuata au kunipigia wakati wanapohitaji. Naweza kupana Vodacom ni 81 18 42 15 6. Hiyo ni Vodacom kwa sababu huko kwa nyanja za milima mirefu kunapatikana huko Vodacom. Airtel wakati napofika hapa ni 099 12 55 44 3. Wakati anapohitaji kuzungumza mimi kwa WhatsApp plus 243 85 29 80 367. Hapa tanipata kwa urahisi. Tunazungumza namna gani ya kutafutisha amani ya kudumu, kwani ni mmoja wapo anahitaji amani. Wakiendelea kwa vita havina suluhisho. Amani na mazungumzo ndio ya muhimu. Mpenzi mtazamaji wa AC Company TV, kipindi chako ni kile unachokijua, maoni ya rahia, na haya ambayo yanatokea hapa ni maoni kutoka ndugu yetu Robert ambaye ni msemaji wa Twirwaneho. Nia yake ni kutaka amani irudie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika nyanza za juu ambao mpaka sasa hivi zinaripotiwa mara kwa mara usalama kuonekana mdogo, na kushauri kila mtu ambaye anahitaji amani ambayo ya kudumu irudi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika nyanza za juu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu ya Kusini, nyanza za juu huko ambapo mpaka sasa hivi watu usalama unaonekana mdogo siku kwa siku. Endelea kuungana na AC Company TV, chaguo la wengi. Tukutane kwenye vipindi vijayo kunako majali wa chao.